Kwa jina naitwa Basson Edward Tumbopele, ni official bodyguard wa msanii. Mimi ni mwenyekiti msaidizi wa Bouncer Tanzania, Bouncer Tanzania nzima. Jina naitwa Basson Edward Tumbopele, ni official bodyguard wa msanii Mario. Sisi nimefanya kazi ya bodyguard kwa muda mrefu mpaka sasa nimekuwa kazi ya official. Lakini nitaanza kuongelea historia ya maisha yangu. Katika maisha yangu mimi nilikuwa napenda sana kazi ya bodyguard. Nilipenda sana kazi ya bodyguard, nikatamani kwenda jeshi. Kwa bahati mbaya jeshi likanifundisha, nilikuwa nimesoma Yunga mpaka na leo kwenye bodyguard ni solid sana. Yaani nimetoka kwenye process nyingi, nimefanya biashara, nimeingia kwenye udereva, yaani sekta ya bodyguard mpaka nikuja kwangu mimi kila sehemu kabisa kwenye sehemu zangu, sababu ndio ilikuwa future ya maisha yangu. Kwa katika kupita huko na shughuli za biashara za udereva na nini, ni moja kutengeneza akili yako kuwa makini zaidi. Kwa nini? Kwa nafasi ya bodyguard inahitaji umakini. Yaani ukikosa umakini kwenye kazi ya bodyguard ni shida, kwa sababu tafsiri ya bodyguard ni kwamba wewe ujitoe kwa ajili ya mtu. Yaani huko uwe tayari kufa kwa ajili ya mtu. Uwe kwa ajili ya mtu mwingine. Ndio maana ya bodyguard. Sasa kuna bodyguard wa aina nyingi sana. Kuna wengine wanakuwa maeskota tu, wanasindikiza, labda anatoka mfanyia na mweskoti. Kuna mwingine anakuwa man to man, yaani tatizo lolote linalotokea swali la kwanza linaanza kuabudia. Toka nimeingia kwenye bodyguard, kuna mambo ambayo nimejifunza. La kwanza nilijifunza martial arts. La pili nikajifunza boxing. Na ndio mchezo unatakiwa kwenye bodyguard. Lakini mchezo muhimu sana kwenye bodyguard nilijifunza kufanya mazoezi ya martial arts. Kwa martial arts naweza kufanya upiganaji wa watu kuanzia wawili na kuendelea. Lakini boxing ina ugumu sana, kwa sababu boxing ugumu wake ni kwamba unaweza unataka kumpiga mtu, unamlenga kwenye kichwa, kwenye mbavu au kwenye chembe ya moyo. Lakini martial arts kuna sehemu nyingi ambazo utapiga. Utapiga kwenye kiboko, utapiga kwenye shingo, ambazo ni sehemu za hatarishi. Sasa sehemu kama hizo unampiga mtu katika mazingira gani? Ni katika mazingira ya kushambulia. Lakini katika mazingira ambayo unajua kushambulia hayana shida, huwezi kufanya mashambulizi ya namna hiyo hapo. Kwa tukibaki hapo ni kuzuia tu ya kosa mtu. Lakini sio kumpiga mtu. Pia bodyguard kwanza hastahili kuonesha uwezo wake mbele ya raia au mbele ya raia watu kwamba hii ni mtu aina gani atakiwa. Kwanza atakiwa moja kwa moja au ni mtu ambaye ana uwezo wa ndani kifikra ya akili na ndani ya moyo pia au anajua anachokifanya. Hii ni bodyguard wengine sio tena kwa ubaya, huwa wanatumia nguvu nyingi kuliko akili. Sasa kazi ya bodyguard inataka akili nyingi sana. Sasa unaona tumefika kwenye kutoa ya bodyguard, huko nyuma tumepambana, tumeumia sana kwenye mazoezi, tumekutana na changamoto nyingi, tumeumizwa na watu, tumepigwa na watu, mpaka leo tumekuja kwa imara. Yote kwa sababu ya kujifunza katika maisha na kupitia katika sekta ya bodyguard. Na nikiingia kwenye swala la training na mazoezi nimeanza kufanya mpaka sasa na miaka 20 nafanya mazoezi. Kwa hiyo nina uzoefu wa mazoezi, ninajua beginner anaanzia wapi, huyu amekomaa lakini wa vitu viwili vitatu hajajua bado. Hapa changamoto zinaanza kuzipata. Moja, msanii hatakiwi kupoteza kitu chochote. Wasanii wanavaa cheni, wanavaa pete za gharama, wanavaa vitu vya gharama asilimia kubwa. Sasa changamoto unaweza kuifuta hapa unakuja kutaka kuzuia ili watu wasivamie au wasisogelee msanii. Sasa kuna kukutana na washabiki ambao washabiki wa ndani ambao watu wanapenda kutoka kwenye moyo. Sasa hiyo inakuja kuleta changamoto kubwa ambayo sisi kwa sababu kwanza kumzuia shabiki. Msanii mwenyewe mkubwa hapendi wasanii wake washabiki zake wazuie. La pili, msanii anaweza kumruhusu mtu kupiga picha na yeye. Kama kupiga picha na yeye atakubali. Lakini sio kwamba yeye anakubali, anakupima wewe uwezo wako wa kupima. Je, uko makini kiasi gani? Kwa sababu unaweza kumruhusu mtu apigelee picha kuna mshtakifu, katika nini. Kwa katika sehemu ambapo tunanazo ngumu sana kwenye masuala ya security au kwenye bodyguard,
au kuona msanii mkubwa ni pale kama unafanya population kubwa ya watu wengi, pale ndio inakuwa ngumu sana. Na kama msanii anapohiti kama Mario au Diamond au Konde Boy au wasanii wanafika kwenye watu wengi, asilimia kubwa kunakuwa kuna changamoto kubwa sana, kwa sababu kila mtu anahitaji kupiga naye picha, kila mtu anahitaji kumsalimia, kila mtu anataka kufanya namna yote ile ya msogelee. Kwa hiyo hapo nimekutana na kipindi kigumu sana, na kipita katika hicho kipindi mpaka tutafika mahali kufika kwenye hotelini au sehemu ya show, huwa tumaliza kipindi hicho tunakutana na kipengele kigumu sana kwa kazi yetu. Kitu ambacho siwezi kuja kusahau, nakumbuka ilikuwa the festival ya Diamond. Tulikuwa Mbeya, na Mbeya kuna vijana ambao wamechanganyikiwa kiakili, yaani wako moto kinoma. Kuna kijana alikuwa amepanda bila stage, akawa amechomoa koti la msanii na kuruka nao kwa mashabiki. Katika kipindi ambacho tunaona nilifanya kitu cha kazi zaidi, nilitoka kutoka juu asije kuruka mpaka chini kulipata ile koti la msanii. Katika kipindi ambacho nilifanya kazi ya kazi, ile ilikuwa ni kazi ya kazi zaidi katika kazi zote za kumlinda msanii. Kwa hiyo katika kile ambacho ukisahau kile kesho ile ukisahau, kama nilitoa mwanzo nikiongelea zile faida kutoka na kazi yoyote, nashukuru nina uwanja isoshe na binti zangu wanasoma vizuri na walipia ada kwa muda mwafaka, na isoshe bosi wangu yuko makini sana. Ninapopewa ile shida ya kwanza, yeye ndio wa kwanza kuniambia shida kabla hata mimi sijaongea. Yaani nimefanya vitu vingi, nalipa kodi, nakula vizuri, nalala sehemu nzuri. Niseme tu kazi hii nzuri sana kwangu mimi, nimefaidika nayo na naendelea kujifaidika nayo kwa sababu bado niko kwenye muda. Faida ya kwanza, usalama. Kwanza ni mtu mmoja mpole sana, ni mtu mmoja pisi, ni mtu wa watu, ni mtu anayesikiliza shida, ni mtu asiyekuwa na makosa. Yaani ni mtu ambaye ukieleza tatizo lako ni rahisi sana kukuelewa. Hiyo faida ya kwanza. Faida ya pili, ni mtu ambaye anasaidia watu wengi, achana na mimi. Watu wengi nimeona mimi shahidi. Anasaidia watu yatima wengi. Mambo mengi alitoa kwa ajili ya watu, kuanulia watu jezi za mpira, kuanulia watu mpira, akatoa misaada mingi sana. Kwa mimi ninaona ni mtu mwingi sana katika maisha yangu, na naona nina bahati kubwa kupata msanii kama huyo. Mimi ni mwenyekiti wa Bouncer Tanzania. Bouncer Tanzania nzima ndio mwenyekiti msaidizi, na mara nyingi tunaotambulika kwa mwenyekiti mkuu wa Benitaxi. Kuna wajumbe, kuna makatibu, lakini ningependa kuwashauri mabouncer ambao ni chief ambao ndio wanaingia kwenye sekta ya bouncer. Ningependa waambie kitu moja, kazi zetu sisi zinahitaji uaminifu sana. Zinahitaji uaminifu kwa sababu unaweza kukuta mtu amekupa milioni 100, milioni 50 au vitu vya gharama uvishike wewe. Sasa pasipo uaminifu huwezi kudumu naye. Sasa vijana wengi wamekuwa wanafanya kazi na tamaa. Ukiona bosi wako kakuachia $500, unaona kama ni hela unaenda katika maisha, unaiba hiyo hela, lakini ikusaidii kitu ile, isipokuwa unavunja heshima ya mabodi yale wote. Pia ningependa kusisitiza, kuna baadhi ya mabodi wanavaa nguo uniform, wala asilimia kubwa bodi ya tunavaa uniform kwenye asilimia kubwa. Sasa hivi imevamiwa, kuna watu wanafanya kazi za uhalifu wakivaa nguo nyeusi wakisema kama wao ni mabodi. Kwa pili hii, kama mimi mwenyekiti msaidizi nipo katika harakati za mchakato, tunatengeneza aina vitambulisho na kazi tutakazofanya kwa tunadhibitisha kama kazi za mabaya, kazi za kulinda watu binafsi. Hilo tulikuwa tunafuatilia kazi kwa kina ili kuhakikisha yule anayekuwa analinda usalama au kazi ya baa wateja wa usalama kwa ujumla. Hapa niseme kazi yetu sisi ni kazi ya uaminifu, ni kazi ya kujitoa, kwa maana tumechagua ni sehemu ya maisha yetu. Naitwa Elia Abiudi Mgula, ni mwanafunzi wa Bato, lakini tokea nimeanza kujifunza haya mafunzo ya kunyanyua vitu vizito na vitu vingine baadhi nimeweza kujifunza sana kutoka kwake. Kwenye tasnia yetu ya bouncer, kwanza ukiwa bouncer, cha kwanza ambacho unatakiwa uwe nacho makini, nidhamu kwa kila mtu. Usipokuwa na nidhamu kwa kila mtu, kila mtu atakuona wewe si chochote si lolote, japo unakuwa na mwili mkubwa. Na siku zote watu wenye mwili mkubwa wanaogopwa. Lakini sasa kuchukulia mwili wako mkubwa basi ukawa hauna nidhamu, bado haitakusaidia chochote. Umeona bwana? Na isitoshe mimi nimepata kazi kwa kupitia Batromai. Watu wameniona nikitembea naye.
mazoezi, baadhi ya clip anarusha, niona mimi nafanya naye, na wengi wametamani kufanya naye mazoezi kutokana na nidhamu yake alionayo, na sisi tunajifunza kutoka kwake. Naitwa Rawson, ila katika mitandao ya kijamii kama Instagram najulikana kama Rawson Fitness. Ni trainer na pia ni miliki wa gym ya Riverside hapa. Kwa Bartomeo nimemjua nadhani na kama miaka 4 nyuma. Lakini tangu alivyoanza kufika katika gym yetu hii, kama mazingira mlivyoyaona, amekuwa ni inspiration sana kwa vijana wengi sana, kwa motivate kufanya mazoezi. Bartomeo ni mtu ambaye amekuwa sio binafsi katika swala zima la mazoezi, na sio tu mazoezi, hata katika masuala ya kijamii amekuwa ni mtu ambaye yuko karibu. Ukipigia simu una jambo lako, masuala ya kijamii kama misiba, sherehe mbalimbali, ni mtu ambaye amekuwepo. Kwa hiyo sisi kama Riverside hapa, jamii yetu ya House of Fitness, tunajivunia sana uwepo wake, yani tunakuwa proud sana.